Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku njema hii ya leo ambayo Bwana ameifanya. Ninakukaribisha sana, karibu katika channel yetu ya Christian Sword of the Spirit. Karibu kapate kumsikia Mungu, karibu kapate kujifunza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tuna somo jingine jipya ambalo ni somo zuri sana na kusifu kae katika mpaka mwisho, lakini pia endelea kufuatilia series hii kwa sababu ni somo refu. Kwa hiyo Mungu awe pamoja na wewe na akufungue. Bwana Yesu asifiwe unapoendelea kusikiliza somo hili. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, asante kwa neema hii na rehema zako. Ninakaribisha uwepo wako hapa mahali hapa, Roho Mtakatifu ukapate kutufundisha, ukapate kusema na sisi. Mungu, naomba ukafungue masikio ya mtu huyu, naomba ukafungue na ufahamu wake katika jina la Yesu Kristo. Akili yake ikapate kuelewa somo hili kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu ninaomba ukamwezeshe mtu huyu akapate kulielewa somo hili kwa wepesi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Roho Mtakatifu ndio ambaye ni kiongozi wetu, ndio ambaye anatufundisha, ndio ambaye ni mwalimu wetu, ndio ambaye anatufunulia kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo tunaenda kujifunza kwa habari ya tabia za wanyama katika ulimwengu wa roho na namna wanavyotumika. Tabia za wanyama katika ulimwengu wa roho na namna wanavyotumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili somo ni somo zuri sana kwa sababu baada ya hili somo kwanza utaanza kuelewa pengine kama ni mtu ambaye umepata njozi yoyote, umeona maono yoyote kwa habari ya mnyama yoyote katika ndoto. Mwingine unakuta ni mnyama mara kwa mara hiyo njozi yako inakurudia, pengine unaweza ukaja ukapata jibu kwa habari ya hiyo ndoto ambayo unaota. Lakini pia Mungu ataweza kukufungua wewe ambaye uko katika vifungo kwa sababu yani kwa jinsi tunavyoendelea Mungu atakufungua. Kama kuna wanyama au wadudu katika nyumba yako, au wanyama au wadudu ndio ambao wanakusababishia wewe ufeli katika maisha, au wanyama na au wadudu, baada ya kusikiliza series yote hii, au wanyama na wadudu watapata kuondoka katika nyumba yako katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Lakini pia utapata kuona, kwa sababu wanyama na wadudu sio kwamba ni mapepo tu anayatumia, wachawi tu anatumia, lakini Mungu pia anatumia wanyama, anatumia wadudu. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo tunaona wanyama na wadudu wote na ndege pia waliumbwa na Mungu kwa lengo la kumsaidia Adam. Tukiangalia kwenye kile kitabu kile cha Mwanzo 2, Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani. Akamletea Adam ili aone atawahitaji. Kila kiumbe hai jina aliloliita Adam likawa ndilo jina lake. Kwa hiyo Mungu alitaka kumfanyizia Adam msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo alichokifanya akachukua vumbi. Kwa hiyo wanyama nao waliumbwa kutoka katika ardhi, kwa sababu mwanadamu aliumbwa katika ardhi. Kumbuka Adamu alichukuliwa, udongo ulichukuliwa na pumzi ya uhai ikaingia ndani mwake, pumzi ya Mungu. Lakini wanyama nao waliumbwa kwa namna hiyo hiyo, waliumbwa kutoka katika ardhi, kwa sababu Mungu alikuwa anataka kuumba mtu ambaye atakuwa ni msaidizi wa nani? Wa Adam. Lakini hakuwa amefiti kwa ajili ya Adam. Kwa hiyo Mungu akaona hawa kumbe hawamfai, kwa hiyo ngoja nitafute mwingine ambaye anafanana naye. Ndio Eva akafanya nini? Akaumbwa. Kwa hiyo wanyama toka awali Mungu alikuwa na lengo la kumpa binadamu amsaidie. Kwa hiyo wanyama wote tuliopewa, wote tunaowaona wa msituni, awe ni simba, awe ni dubu, awe ni chui, awe ni ng'ombe, awe ni mbuzi, awe ni mnyama, mdudu, yani wote wanyama ambao tunawaona na ndege, Mungu aliwaumba kama wasaidizi wa wanadamu. Ingawa tuna wasaidizi wachache, tunatumia mbwa kama msaidizi na nini, lakini hao walikuwa ni wasaidizi. Lakini toka kuumbwa kwa ulimwengu, simba hakutakiwa kuwa yule wa kutung'ata na kuanza kula wanyama na kula nyama, ila toka awali waliumbwa kama msaidizi. Kwa hiyo kuna uwezekano pia simba hakuwa vile tunavyomuona kwamba anakula mnyama mwingine. Inawezekana na tabia alikuwa nayo ile, lakini sio yule ambaye alikuwa anakula na mnyama mwingine. Inawezekana alikuwa anakula majani. Kwa sababu kuna neno la Mungu ambalo linasema itafika kipindi simba watakula nini? Simba watakula majani. Bwana Yesu asifiwe. Nikipata nitaliweka hapo utaliona.
Haleluya. Kwa hiyo toka awali Mungu alikuwa anatafuta mtu ambaye atafanana na Adamu, ambaye atakuwa ni msaidizi wake. Kwa hiyo wanyama wameumbwa kwa ajili ya kumsaidia Adamu. Kwa hiyo hata sasa hivi, yani hiyo ndio the initial plan of God, kwamba mnyama yoyote awe msaada kwako. Sio mbwa tu, kwamba eti mbwa tu ndo anakuwa msaada kwako kwa ajili ya kuna wale vipofu wanatumia mbwa, kuna wale ambao wanatumia mbwa kwa ajili ya ulinzi, sio hivyo peke yake. Ila wanyama wote walitakiwa kuwa wasaidizi wa Adam. Yaani kwa hivyo pamoja na nyoka wote walikuwa watakiwa wasaidizi wa Adam. Lakini adui, kwa sababu yeye ni mpinzani wa Mungu na uumbaji wake, alikuwa anatafuta kuleta nini? Uadui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini initial plan ya Mungu ilikuwa Adam wawe na hiyo communication. Kwa hiyo ukirudi katika hiyo communication tena, ukirudi kwenye ule uumbaji tena, mnyama yoyote anaweza kugeuka kuwa msaidizi. Hata kama ni simba, anaweza kugeuka akawa msaidizi wako. Hivyo kumbuka kipindi kile walivyokuwa wametupwa, Danieli ametupwa kwenye ile tundu la simba. Aliingia kwenye tundu ile la simba, lakini kwa imani, na sio kwa imani yake tu, Mungu aliwaamuru wale simba. Yaani ile si ni laana au ni nini, lakini ule uhali wao wa ule usimba wa ukali wa kula mtu na nini ulitoweka. Danieli alirudi kama vile Adam wa kwanza, Adam alivyokuwa. Kumbuka Adam aliweza kukaa na simba na kucheza nao, kwa sababu walikuwa ni wasaidizi wake. Na maana alikuwa anaweza akawatuma, na maana alikuwa anaweza akamwambia simba nenda kaniletee kitu fulani, afanye kitu fulani. Kwa hiyo hata Danieli alipoingia kwenye ile tundu la simba, wale simba hawakumfanya kitu chochote, kwa sababu walirudi katika ile hali ya kawaida, kama vile unakaa na nani sijui na mnyama gani. Kwa sababu hata kuku wakati mwingine naye anaweza kawa wild. Yaani ni kama vile unakaa tu na mwenzio tu, binadamu mwenzio tu, na mna chat na mnaongea. Una possibility pia Danieli alikuwa kule kwenye tundu la simba ana chat tu na simba. Hiyo possibility ipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio tabia ya mnyama toka awali, msaada kwa binadamu. Kwa hiyo hata Mungu anapotaka kukuletea msaada, anaweza kutumia mnyama. Mungu akitaka kukuletea msaada, anaweza kukutumia mnyama kukuletea wewe msaada. Kwa hiyo toka mwanzo mnyama aliumbwa kama msaidizi wa mwanadamu au companion. Kwa hiyo wakati mwingine ulimwengu wa roho pia unatumia mnyama kama msaidizi. Kwa hiyo ulimwengu wa roho hapa ninamaanisha ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Unamtumia mnyama kama msaidizi wa nani? Wa binadamu. Kwa ulimwengu wa nuru unaweza kumtumia mnyama kama msaidizi wa binadamu kwa namna ile ya nzuri. Lakini pia ulimwengu wa giza pia unaweza ukatumia wale maajenti wake wasaidiwe na mnyama kufanya na kukamilisha kazi za giza. Sisi tukawa tumeelewana. Kwa hiyo anayefanya ile kazi sio yule mnyama. Anayefanya kazi ni mtu akisaidiwa na yule mnyama. Kwa hiyo yule mtu anaweza kuwa ni agent wa kuzimu, anaweza kuwa ni mchawi, lakini anatumia mnyama. Kwa hiyo yule mnyama anakuwa kama kiwakilishi chake, anakuwa anamwakilisha. Bwana Yesu asifiwe. Aidha kuwakilisha kuleta ujumbe wa laana kwa habari ya nyumba fulani, kwa sababu mnyama anaweza kaletwa kutamka ujumbe wa laana kwenye nyumba za kichawi. Anaweza kutumika kwa namna hiyo. Lakini pia Mungu anaweza kutumia mnyama kuleta ujumbe wa kiungu na wa baraka kwa habari yako wewe. Na huyo mnyama sio kwamba Mungu anatumia njiwa au anatumia tu sijui nini. Mungu anaweza kutumia mnyama yoyote yule. Mungu anaweza kutumia kitu chochote. Kwa sababu leo tunazungumzia mnyama, basi nitajikita kwenye mnyama. Sio kwamba Mungu anatumia wanyama, hapana. Mungu anatumia chochote kuanzia mwanadamu na kitu chochote alichoumba. Lakini Mungu anaweza sasa, kwa sababu tunaongelea wanyama leo, nitasema kwa habari ya wanyama. Kwa Mungu anatumia mnyama yoyote. Kwa hiyo hakuna category kwamba ukiona njiwa ndio Mungu, alafu ukiona nyoka ndio shetani. Sio kama tunaelewana.
Nguvu za giza zinaweza zikatumia pia njiwa kwa deception, kwa sababu ile macho ya watu yameona kwamba labda njiwa ndio amekaa kimungu, kwa sababu watu wakichora Roho Mtakatifu wanachora njiwa. Kwa sababu tayari ilishaandikwa kwenye neno la Mungu. Mungu anatumia mnyama yote. Nataka niweke hiyo kama ground, watu waanze kunielewa ninavyokuwa ninakufundisha. Usiweke wanyama kwenye akili yako kwamba huyu ndio mnyama wa kimungu afu huyu ndio mnyama wa kishetani, kwamba paka anatumiwa na wachawi peke yake. Mungu anaweza kutumia paka pia. Mungu anaweza kutumia, mfano wameingia ndani mwako mapanya, na hao mapanya yote ni mapanya ya kipepo. Roho Mungu anaweza akamuingia paka na akaenda kula wale panya wa kipepo, kwa sababu wale panya ni wa kipepo, hawafi hivi kibinadamu. Kwa hiyo itahitajika awepo mnyama mwingine ambaye ni paka, ambaye Roho Mungu ameingia ndani yake aale wale panya. Yaani hiyo inawezekana kwamba Mungu anaweza akatumia mnyama yoyote, sio lazima awe ni mnyama ambaye tumemwona kwenye Biblia, labda kondoo, labda njiwa, labda sijui ni nani. Okay, kwa hiyo nilikuwa na set to ground, lakini tutaenda kuangalia baadhi ya wanyama leo. Nafikiri tutaangalia wanyama kama watatu kama tutaweza kumaliza kwa wakati, lakini tutaendelea na nakusihi ile somo litakusaidia sana. Endelea kukaa na kujifunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tumwangalie punda. Tuangalie mnyama wa kwanza ambaye ni punda. Punda yeye ana tabia gani? Kwanza, punda ana uelewa mpana sana. Ni intelligent punda. Lakini pia anafanya uamuzi kwa makini sana. Yaani punda sio mtu wa kufanya uamuzi wa haraka. Sio kufanya uamuzi wa drastic. Hata anapoona hatari, punda hawezi kukimbia. Punda atasubiri kwanza, alafu ndio atakimbia. Kwa hiyo ana intelligent mind. Na pia punda ni msaada wa binadamu. Kwa punda ana intelligent mind. Hakimbii, lazima asimame kwanza. Atafakari, atathimini, alafu ndio afanye sasa maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio tabia ya punda. Lakini punda ni mnyama ambaye anatumika kwa habari ya usafiri, kusafirisha hasa mizigo. Kwa nini? Kwa sababu punda ni hodari. Punda ni mnyama mwenye nguvu. Yaani kama tukisema six pack, basi punda ana six pack. Yaani punda amejaa. Ana zile zinaitwa punda. Kwa hiyo ile mizigo mizito ile tunampa punda, yeye ndo anaweza akaibeba. Kwa hiyo hata kama ni gari, tunasema ni ile gari sio nini. Ni gari gani ambalo linabeba mizigo? Ni yale ya mizigo. Kwa hiyo punda ndio anafanya hizo shughuli. Kwa hiyo punda anatumika kwenye ulimwengu wa roho. Mungu akiwa anataka kuleta ujumbe, aidha ni maono au ni ndoto, anataka kukuletea ujumbe kwa habari ya kitu fulani. Na sio tu maono au ndoto, pia kwa kuongea, kwa kusema na wewe. Tukiangalia mfano kwenye ile Mwanzo 49 ule mstari wa 14, na Mungu anasema Isakari ni punda hodari, ajilazae kati ya mizizi ya kondoo. Kwa hiyo Mungu alimfananisha Isakari na punda kwa sababu ya uhodari wake. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia hiyo namna hiyo. Okay. Pia Yakobo tunaona kwamba alitumia lugha ya mnyama kuonyesha maisha ya baadaye ya kitumwa ya Isakari. Yaani ndio huyu Yakobo alitumia lugha ya mnyama kuonyesha maisha ya baadaye ya Isakari. Ambayo yalikuwa ni maisha yaani tuseme ni kama ya kitumwa, kwa sababu punda anabeba mizigo. Yaani kiasi ambacho unaweza kumwonea huruma. Mtu akikwambia unafanya kazi kama punda, yaani unafanya kazi ya kubeba mizigo, ambayo hiyo kazi inaweza ikawa pia ni kama kazi ya kitumwa. Kwa hiyo Yakobo alifanya namna hiyo, akamuona kwa sababu punda ni mnyama ambaye anafanya kazi ngumu. Pia tukiangalia kwenye ile Hesabu kuanzia ule mlango wa 23, hebu tuisome hiyo Hesabu 22. Okay. Kuanzia 22, hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda. Malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpinga. Basi alikuwa amepanda punda wake na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Na yule punda akamuona malaika wa Bwana amesimama njiani na upanga wake mkononi mwake amekwisha
kuufuta. Punda akageuka upande ili kuiacha njia, akaingia shambani. Balaam akampiga punda ili kumrejesha njiani. Kisha malaika wa Bwana akasimama mahali penye bonde katikati ya mashamba ya mizabibu, tena penye kitalu upande huu na upande huu. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajisonga ukutani, akamseta Balaam mguu wake, basi akampiga mara ya pili. Malaika wa Bwana akaendelea mbele, akasimama mahali pembamba sana, hapakuwa na nafasi ya kugeuka mkono wa kuume wala mkono wa kushoto. Yule punda akamwona malaika wa Bwana, akajilaza chini ya Balaam. Hasira yake Balaam ikawaka, akampiga punda kwa fimbo yake. Bwana akakifungua kinywa cha yule punda, naye akamwambia Balaam, nimekutenda nini hata unanipiga mara 3 hizi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunamuona punda namna ambavyo anatumika kuleta ujumbe na anatumika kusababisha jambo. Mungu hakumtaka huyu Balaam aende kule alikokuwa anataka kwenda. Kwa hiyo ili kumzuia, sasa hatuelewi ni kwa nini Mungu hakusema moja kwa moja na Balaam. Na hiyo ni sababu hata sisi tunajiuliza, kuna wakati unajiuliza kwa nini Mungu haongei na mimi, ananifanyia vitendo? Kwa nini Mungu hasemi na mimi kwamba hautakiwi kwenda sehemu fulani, ila anasababisha vitendo tu? Anaweza sababisha labda nisipate hela ili nisiende kule. Anaweza akasababisha labda gari yangu isiwake ili nisiwashe gari kutoka. Anaweza akasababisha. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa nini asiseme tu na mimi? Hizo ni sababu ambazo Mungu mwenyewe anazo. Na tunamwona hata Balaam ilikuwa hivyo hivyo. Alikuwa anataka kwenda, huyu ni nabii wa Mungu. Mungu si angesema naye, angemwambia kwamba kule utakiwa kwenda. Lakini Mungu alivyoona huyu anazidi kwenda, akasema sasa nitakachokifanya ni mzuie. Kwa hiyo akaja malaika. Malaika akasimama mbele yake, lakini Balaam hakumuona malaika. Ila punda, kwa sababu ya ule tabia ya punda, akiona hatari, punda ana macho ya macho sio ya roho, lakini ana namna ya kuona hatari. Ukiona punda hataki kwenda mahali, usilazimisha, kwa sababu punda ameiona hatari. Kwa hiyo punda huyo aliona malaika. Alipomuona malaika akajua huyu malaika na malaika alikuwa ameshika upanga, akajua hiki sio habari njema hapa. Kwa hiyo akafanya nini? Akakimbia. Balaam akampiga fimbo, kamrudisha tena. Punda akajisonga ukutani kama kutaka kwenda, hataki kwenda, lakini akananilia Balaam akaendelea. Mungu akaamua kumfungua kinywa nani? Punda. Hata wewe ingekuwa wewe ungestuka sana, lakini nafikiri sijui ilikuwa ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo alipofungua punda ile kinywa chake, akaongea punda. Wanyama wanaongea ila hatuwasikii. Akaongea punda. Akasema, kwa nini unanichapa? Kwa nini unanipiga? Akaambia ni kwa sababu tunatakiwa kwenda, wewe hutaki kwenda. Akasema kwani kuna malaika mbele yangu? Mungu akafungua macho Balaam. Alipomfungua macho Balaam akaona mbele, akamwona malaika. Kwa hiyo akamwambia uko unakoenda usifanye nini? Usiende. Kwa hiyo punda alitumika kama kichombo cha kufikisha ule ujumbe. Huyu binadamu hakusikia kwa mara ya kwanza, lakini punda alitumika kama chombo cha kufikisha ule ujumbe kwamba hutakiwi kwenda sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ndio aliyemfungua kinywa yule punda, kwamba macho yake tayari yalikuwa wazi, yamefunguka. Ndio maana alimuona malaika. Lakini Mungu alifungua kinywa ili yule punda aongee. Mungu anaweza kusababisha vitu ambavyo ni out of ordinary, sio vya kawaida, ili wewe uweze kuelewa ujumbe wa Mungu, ili uweze kumuelewa Mungu anazungumza nini na wewe. Kwa Mungu anaweza kutumia vitu ambavyo ni out of ordinary. So shetani tu ndio huwa anatumia vitu ambavyo ni out of ordinary. Kwa sababu watu tunaona kama vile shetani anatumia sana vitu out of ordinary. Kwa sababu ni shetani huwa anapenda sana kuonyesha show wanadamu, ndio maana. Ili wamuogope, ili wafanye nini. Mungu sio mtu kuonyesha show kwa wanadamu. Lakini Mungu anaweza kutumia vile vile mnyama kaongea na wewe. Nakumbuka kipindi fulani zamani tushabi kusikia anasema, unajua ukienda mikoa kama ya Tanga, ukipiga kifuu kinakwambia unanipigia nini? Unaona?
naona walikuwa wanazungumza vitu kama hivyo. Kwa hiyo shetani anaweza kufanya vitu kama hivyo. Lakini sasa sio shetani ndio anaweza kufanya hivyo. The initial plan ambaye ndiye aliyeumba kila kitu ni Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza akasababisha mnyama akaongea. Kwa hiyo hata unapoona mnyama anaongea, usiende moja kwa moja kuchukulia kwamba ni shetani. Mungu anaweza kusababisha mnyama aongee kwa sababu yake, kwa sababu zake. Anaweza akataka sasa aseme na wewe kwa habari ya jambo fulani. Au uelewe kwamba yuko Mungu pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu za kimungu tu. Punda pia anatumika kulima. Okay, Mungu pia anaweza kutumia punda kuleta ujumbe. Tukiangalia kwenye ile Samueli wa kwanza 9 mstari wa 3. Mungu alitumia punda. Punda walipotea mzee wa Sauli, babake Sauli aliwatuma Sauli, punda wao wakapotea. Walipopotea ikabidi waende kuwatafuta. Walipokuwa wanaenda kuwatafuta, yani Mungu alisababisha punda wapotee, kwa hiyo alitumia punda. Punda wao wakapotea. Walipopotea, Sauli akaenda kumtafuta punda. Wakasema okay, ili tuweze kuwapata ni bora twende kwa nabii. Kama wewe vile ambavyo kuna wakati unaamua kwenda kwa nabii. Mungu anasababisha jambo unaenda kwa nabii. Kwa hiyo akasema hebu twende kwa nabii. Akatoka wakaenda mpaka kwa nabii ambaye alikuwa ni Samuel. Walipofika pale kwa nabii, Mungu akampaka mafuta, yule nabii akampaka mafuta Sauli. Kwa hiyo ilikuwa ni kama appointment ambayo inabidi mnyama atumike. Inabidi mnyama atumike. Kuna namna Mungu anazungumza direct the situation, na kuna namna Mungu maybe kwa sababu ya mazingira Mungu hawezi kuongea na mtu direct. Mungu alimwambia Musa, mimi nitakuwa naongea na wewe moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa naongea mwenyewe moja kwa moja. Unajua mtu akisikia Musa hakuwa nabii. Musa alikuwa zaidi ya nabii. Kwa sababu Miriam, hivi ni Miriam, dadake Musa. Yeye ndio alikuwa nabii. Haruni alikuwa ni priest, kuhani. Miriam ndio alikuwa nabii mke. Lakini Musa alimsikia Mungu moja kwa moja. Kwa hiyo nizungumzaje? Musa alikuwa akizungumza na Mungu direct. Nikimaanisha kwamba alikuwa anaona uso wa Mungu. Alikuwa anamuona Mungu. Nasema kuna kipindi Mungu alikuwa anamwambia uweze kuona uso wangu. Kuna kipindi alikuwa anaona mgongo. Lakini Musa alikuwa anaongea na Mungu kama vile awali Adam alivyokuwa anaweza kuongea na Mungu kabla ya anguko. Kwa hiyo alikuwa ana uwezo kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakaenda kwa nabii. Wakafika kwa nabii na kikafanyika kile ambacho Mungu alitaka nabii akifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo punda akatumika kwa namna hiyo kupotea. Kwa hiyo walipoenda kwa nabii akawaelewesha, na ndio nakuja kwamba kwenye hilo eneo la kwamba punda is very intelligent. Wale wanaokaa kwenye hiyo mikoa ambayo ina punda wanaweza wakatestify, kama Dodoma, Singida kuna punda sana. Wanaweza wakatestify, na pengine wanaokaa kwenye hiyo mikoa punda anatumika sana kwenye ulimwengu wa roho. Na nikisema ulimwengu wa roho namaanisha ulimwengu wa giza na ulimwengu wa nuru. Sio ulimwengu wa roho wa nuru peke yake. Kwa sababu kwamba ukiona punda basi wewe unajua kwamba huyu ni Mungu. Kuna ulimwengu wa roho na giza ambao unaweza kutumia punda kwa sababu ya intelligence alionayo, lakini kwa sababu ni mnyama ambaye anatumika, ana ukaribu sana na binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tukaangalia mnyama wa pili ambaye ni farasi. Farasi ni mnyama ana tabia gani? Kwanza, farasi ni mnyama ambaye ni hodari, ni mwenye nguvu na ameenda gym. Yaani farasi ni mnyama aliyeenda gym. Kwa sababu yani hata ukiona ngozi yake tu, the way alivyo tough, unamuona kama Rambo. Huyo ndio nani? Farasi. Pia ana speed. Okay? Tabia yake nyingine, farasi ana speed kali. Na ndio maana alikuwa anatumika kwa usafiri. Alafu pia farasi huwa analala akiwa amesimama
Farasi sio mvivu, wakati wowote anaweza akaamka na akaanza kukimbia, kwa sababu halali akiwa amelala hivi, anapiga usingizi akiwa amesimama. Pia farasi wapo atachi sana na wanadamu na wana uwezo wa kusoma tabia ya mwanadamu. Yaani farasi anaweza akasoma huko kwenye mudi gani, anaweza akakusoma wewe, yani kuna watu huwa wanaendaga kusoma saikolojia. Sasa farasi amepewa hiyo ndani mwake, ana uwezo wa kusoma saikolojia ya mwanadamu na akajua huyu ana hasira, huyu amefurahi. Ndio farasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye Biblia, hususan kwenye Agano la Kale, farasi amehusishwa kama sehemu ya mnyama maalum katika ufalme. Kwa hiyo so katika Agano la Kale peke yake, farasi anatumika katika ufalme. Hata unapoenda kwenye nchi za kifalme ambazo kama Europe, wanamtumia sana farasi mpaka sasa hivi, na ni very expensive, yani ni mnyama mwenye gharama sana, kwa sababu toka awali farasi alikuwa ni mnyama mwenye gharama, anakaa na wafalme. Yani unaweza kuona kutoka mtu tu wa kawaida anatumia farasi. Kwa hiyo farasi zilikuwa zinatumika katika nchi za kifalme, farasi zilikuwa zinatumika hasa kwenye vita. Kwa sababu ni nchi za kifalme, kwa hiyo kama wanatumika kwenye vita, ina maana walikuwa wanakaa kwenye royal family. Kwa hiyo farasi tunaweza kusema ni mnyama ambaye ni royal. Royal ni kitu cha kifalme. Kwa hiyo farasi ni royal, ni mnyama ambaye yuko royal. Kwa hiyo ni mnyama ambaye anapatikana katika falme. Okay? Kwa hiyo tunapoenda kwenye ufalme wa mbinguni, ndio tunakutana na huyu farasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anakaa kwenye falme. Sasa falme inamaanisha falme yoyote. Kuna ufalme wa Mungu, Shetani naye anakaa ufalme kake. Lakini huyu mnyama anatumika katika falme, na anatumika kwenye vita, anatumika kupeleka askari vitani na wapiganaji vitani. Anatumika kwa ajili ya farasi. Pia Mungu anatumia farasi wa moto. Hebu tuangalie kwenye ile Wafalme wa Pili 2:11. Neno la Mungu linasema, ikawa walipokuwa wakiendelea mbele na kuongea, tazama, kukatokea gari la moto na farasi wa moto, likawatenga wale wawili, naye Elia alipanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Kwa hiyo hiki kilikuwa kipindi cha Elia. Kwa hiyo Elia alipandishwa kama mpanda farasi, alipandishwa juu kama askari, kwa sababu farasi ndio anatumika kubeba maaskari au wafalme. Kwa hiyo Elia alipewa heshima kubwa sana. Mungu anasema mtu yote anayenitumikia mimi nitamheshimu. Na ndivyo hivyo, Mungu ukimtumikia anakupa heshima. Kwa hiyo heshima aliyopewa Elia ilikuwa ni kuletewa magari ya moto. Kwa hiyo magari ya moto ambayo yalikuwa yana farasi, mbona hao ni farasi wa moto na yani magari ya moto, yaliletwa na yani sijui kwa nini Mungu ananikumbusha hiki kitu. Sasa hapa niongea upande wa nuru. Ananikumbusha hiki kitu kwa habari ya vitu ambavyo watu naona kwenye Christmas. Kuna story ambazo huwa zinasemwaga kwenye Christmas na nini. Unajua Christmas kuna wame-hijack, kuna watu ambao wame-hijack, wapagani wame-hijack, wana namna yao ya Christmas ilivyo, ambao wanamuita Father Christmas. Wao huyo Father Christmas ndio kama ndio center ya Christmas, lakini sisi kwetu center ni Yesu, kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ndio tunasema Yesu Kristo amezaliwa. Kwa hiyo tukaita hiyo kama ile Christ Mass, yani ibada ya Kristo. Lakini huku wanaita Christmas, Xmas. Kwa hiyo kuna utofauti wa Xmas na Christ. Kwa hiyo Christ kifupi chake sio X. Sika tuelewana. X kifupi ni nothing. Yani X unajua tunapokuwa tunaweka hivi nyanjo, kwamba hakuna ibada. Ndio maana yake. Kwa hiyo unapokuwa unaweka Xmas, hakuna ibada. Kwa hiyo huko ndio wana center yao ya huyo X ambaye ni Father Christmas. Ambaye ni nani? Ni Father Christmas. Na huyo Father Christmas wanamchukuaga, yani sisi wana hiyo hadithi kwamba
alipandishwa na magari. Kwa hiyo unamwona yuko juu amepandishwa na magari, na wanyama wako kama punda, nao wanapanda juu wanakimbia. Kwa hiyo ndio Xmas yao, hiyo Christmas yao. Kwa hiyo tenganisha sana Christmas hiyo na Christmas ambayo ni ya Kristo. Kwa hiyo hata kama unapoona picha, mimi huwa sitaki kabisa kununua sijui kadi ambazo zimechorwa hayo madude, sijui nione sijui t-shirt zimechorwa madude, zimechorwa. What is the relationship na mtu wa Christmas? Hakuna. Yani for me, ndio mtu wa Christmas nasema ni decoration. It's a decoration. There's no problem with that. Tuna decorate tu, tunafanya decoration ili kupendeze. Lakini hakuna uhusiano wote wa Christmas na ule mti. Sana sana huko kwenye Xmas ndio pengine wanahusisha, kwa sababu ni mti unaokuwa kipindi cha baridi, cha mabarafu, ndio unakuwa huo mti. Pengine ndio wakawa wameassociate na hizo sherehe zao ambazo walikuwa wanazifanya kipindi hicho cha Xmas, ambacho zilikuwa ni sherehe za kipepo. Lakini tunatumia Christmas, yani kuzaliwa kwa Kristo, na sisi tumeiweka hiyo tarehe hiyo, na wao wakaamua kuweka tarehe hiyo. Kwa hiyo tunasherehekea wote kwa pamoja, sawa sawa na ilivyo Pasaka. Kuna somo nimelifundisha la Pasaka, naomba kalitafute, ni somo zuri sana. Nimeelezea vizuri sana maana ya Pasaka. Utaielewa vizuri sana nini maana ya Pasaka na kwa nini unaisherehekea. Kwa hiyo naomba nenda kwenye hii channel yangu, alafu angalia video zote, ziangalie zilivyoandikwa. Kuna video utaiona inaelezea, nafikiri nimeipa title sijui kwa nini tusherehekee Pasaka, kitu kama hicho. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kaitafuta utaiona. Kwa hiyo farasi wa moto walitumika kumsafirisha Elia. Farasi ni utajiri, kwa hiyo ni ishara ya utajiri. Pia kiroho ni heshima. Farasi pia ni heshima. Tukiangalia kwenye kile kitabu cha Esther, tukiangalia ile Esther 6 ule mstari wa 10, tunamuona mfalme Ahasuero. Kuna kipindi alimuuliza Mungu, kuna kipindi aliangalia kwenye vitabu vyake vya kihistoria kuangalia ni nani anaweza akampa zawadi, maana alikuwa shafurahi, alisema ni nani nitampa zawadi, amefanya kitu kwa ajili ya ufalme. Alipokuwa anapitia vile vitabu vyake, akagundua kuna mtu anaitwa Mordekai ambaye kuna kitu alikifanya kwa mfalme, lakini hakuwa recognized, hakutambulika kwamba amefanya hicho kitu. Kwa hiyo sasa alichokifanya yule mfalme Ahasuero, akatoka mpaka kwa Hamani. Hamani alikuwa ni mtu wa karibu sana na mfalme, lakini alikuwa anamchukia sana Mordekai, yani Hamani alikuwa anamchukia Mordekai. Kwa hiyo Mungu mfalme akamuita Hamani, akamuuliza, akamwambia hivi tumfanyie nini mtu ambaye alishawahi kufanya kitu kikubwa sana mfalme? Hamani akajisi, itakuwa ni mimi ndio nitakuwa nimefanya kitu. Ngoja nimwambie utakachokifanya, tafuta farasi wako mzuri, alafu huyo mtu aweke kwenye farasi wako wa mfalme, alafu watu wamshangilie. Kwa hiyo alijua ni yeye, lakini alikuwa ni Mordekai. Kwa hiyo mfalme akamwambia okay, hivyo unavyosema, nenda kamfanyie Mordekai. Kwa hiyo ilikuwa ni ishara ya heshima kupanda farasi wa mfalme. Kwa hiyo akapanda yule farasi, akatembea katika mitaa na watu wakawa wanamshangilia. Although it was for one day, lakini ilibeba credit kubwa sana kwa Mordekai. Kwa hiyo farasi ni ishara pia ya utajiri, lakini pia ni ishara ya heshima. Kwa hiyo unapoona farasi, either ni katika ndoto au unaona katika maono, au Mungu anazungumza nawe kwa habari ya farasi, basi ujue ni mambo kama hayo, kwamba farasi ni heshima, anatumika lakini pia ni roho. Farasi ni roho katika ulimwengu wa roho, ambayo inaleta ujumbe. Kila farasi ana ujumbe kulingana na rangi. Mfano, tukiangalia kwenye ile Zakaria 6:1, tuanze kwanza Zakaria 1:8. Naliona wakati wa usiku, na tazama, mtu amepanda farasi mwekundu, akasimama kati ya mihadasi iliyokuwa mahali penye uvuli, na nyuma yake walikuwepo farasi wengine wekundu na wa rangi ya kijivujivu na weupe. Ndipo nikasema, Bwana wangu, ni nini hawa? Basi yule malaika alisema nami akaniambia, nitakuonyesha ni nini hawa.
Na yule mtu aliyesimama kati ya mihadasi akajibu akasema, hawa ndio Bwana aliowatuma waende huko na huko duniani. Nao wakamjibu yule malaika wa Bwana aliyesimama kati ya mihadasi wakasema, tumekwenda huko na huko duniani, na tazama dunia yote inatulia nayo imestarehe. Ndipo yule malaika wa Bwana akajibu akasema, Bwana wa majeshi, hata lini utakataa kuurehemu Yerusalemu na miji ya Yuda ulioikasirikia miaka hii 70? Tuangalie na Zekaria 6 mstari wa kwanza. Nikainua macho yangu tena, nikaona na tazama yanatokea magari ya vita 4 yanatoka kati ya milima miwili, na milima hiyo ilikuwa ni milima ya shaba. Katika gari la kwanza walikuwepo farasi wekundu, na katika gari la pili walikuwepo farasi weusi, na katika gari la tatu walikuwepo farasi weupe, na katika gari la 4 walikuwepo farasi wa rangi ya kijivu. Nikajibu nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, hawa ni nini bwana wangu? Malaika akajibu akaniambia, hawa ni pepo 4 za mbingu zitokeazo baada ya kusimama mbele ya Bwana wa dunia yote. Gari lile lenye farasi mweusi latoka kwenda hata nchi ya kaskazini, nao farasi weupe watoka wakafuata nyuma yao, na wale wa rangi ya kijivu watoka kwenda katika nchi ya kusini, na wale wekundu wakatoka wakataka kwenda huko na huko katika dunia. Naye akawaambia, haya, tokeni muende huko na huko katika dunia. Basi wakaenda huko na huko katika dunia. Ndipo akaniita akaniambia akisema, tazama wale waendao mpaka nchi ya kaskazini wametuliza roho yangu katika nchi ya kaskazini. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie pia na Ufunuo 6. Ufunuo 6:1. Kisha nikaona napo mwana-kondoo alipofungua moja ya zile mihuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona natazama farasi mweupe, na yeye aliyempanda anauta. Akapewa taji, naye akatoka ili akishinda tena apate kushinda. Na alipofungua mihuri ya pili, nikamsikia yule mweupe mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wawane, naye akapewa upanga mkubwa. Na alipofungua muhuri wa 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona natazama farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 akisema, kibaba cha njano kwa nusu rupia, na vibaba 3 kwa shairi ya nusu rupia, wala usiadhuru mafuta wala divai. Na alipofungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 akisema, njoo. Nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivu, na yeye alimpanda jina lake ni Mauti, na Kuzimu akafuatana naye. Nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa ndo tunaona kwa habari ya farasi katika ulimwengu wa roho. Farasi pia wana maana zao kulingana na hizo na rangi. Mfano rangi nyeupe kwenye ulimwengu wa roho tunasema farasi ni mamlaka. Kwenye ulimwengu wa roho farasi ni mamlaka, na mamlaka ya Kristo, kwamba aliyepanda ambaye ni mweupe alipanda, yeye alikuwa anaitwa kushinda na zaidi ya kushinda. Huyo ni Kristo. Tukiangalia kwenye Ufunuo 19:11, ni mwaminifu wa kweli, mhukumu wa haki na mfanya vita. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona inasema hivyo, na huyu ni roho ya Kristo na mamlaka ya Kristo. Farasi mwekundu alikuwa ni kwa ajili ya kuondoa amani. Kwa hiyo hata kwenye ndoto zako unaweza kaona hiyo. Nasema hivyo unaweza kaona kwa sababu kuna mtu alishashare na mimi kwa habari ya ndoto. Aliota pale anapoishi kuna farasi. Kaanza kaona farasi mweupe, akaja akaona farasi mwekundu. Sasa akawa anajiuliza hawa farasi wanamaanisha nini? Kwa hiyo farasi unapomuona katika ulimwengu wa roho ni ujumbe wa Mungu. Ni ujumbe wa kitu. Kwa ukiona farasi mweupe ni ujumbe wa roho ya Kristo mahali hapo. Kama ni kwako au kwenye biashara yako au kwenye huduma, ni ujumbe, au ni kwenye nchi. Pengine wewe unaweza kuwa ni mtu uliokoka lakini pia unajihusisha na siasa. Kwa Mungu akakupa ndoto ya farasi mweupe. Kwa hiyo anamaanisha ndio roho wake sasa anatawala kwa wakati huo, kwamba ni mwaminifu, ni wa kweli. Lakini ukiona farasi mwekundu ujue ni amani inakaribia kuondoka katika ile eneo, aidha ni katika nchi. Ukiona farasi mwekundu basi katika nchi ina maana tayari
kuna roho imeshatumwa kwenye hiyo nchi na hapata kuwa na amani. Kwa hiyo ni ujumbe pengine kuomba rehema kama Mungu atakubali hiyo rehema. Lakini asipokubali, yaliyotokea yatatokea. Ndio maana hata unabii unapokuwa unatokea, yaani nabii anapopewa ujumbe kwa habari ya nchi au kanisa au mtu, Mungu akishampa ujumbe, kama ule ujumbe unahitaji maombi ili kuzuia, basi tutaomba rehema. Lakini mwenye kurehemu huwa ni Mungu. Mungu anaweza akamua arehemu, lakini Mungu anaweza akamua asirehemu na ile jambo alilolinena nabii likatimia. Lakini kama Mungu atarehemu, basi lile alilolinena nabii hatutaliona, ila tutaona kasehemu kake ili ijulikane kwamba ni Mungu alisema na yeye. Haleluya. Ili ijulikane kwamba ni Mungu alizungumza na yeye. Tukiangalia farasi mweusi ni kipimo. Kwa hiyo Mungu unapoona farasi mweusi, ina maana kuna kipimo kinaletwa. Tunaambiwa kazi zetu zitapimwa tutakapofika mbinguni. Kipimo pia kinakuwepo hata hapa duniani. Kwa kazi hizi zinazozifanya huwa zinapimwa. Kwa hiyo Mungu anaweza akapima kazi unayoifanya, ni kazi yake, lakini kuna kipimo ambacho kitapimwa kwa habari ya kazi, kwenye ni kazi ya Mungu au kwa habari ya maisha, dhambi na uasi unaofanyika. Mungu atakuja apime kwa habari ya kitu kinavyofanyika. Kwa hiyo kipimo pia kinatumika. Unapomwona farasi mweupe ujue kuna mizani ya Mungu inaendelea hapo. Farasi wa kijivu ni mauti na kuzimu. Kwa hiyo farasi mweusi wa kijivu anapoonekana, aidha ni katika ulimwengu wa roho, aidha umeona ni maono au umeona ni ndoto na umeona farasi wa kijivu, basi ujue kuna mauti na kuzimu. Na ni roho iliyoachiliwa katika hilo eneo au ni roho iliyoachiliwa katika nchi au katika kanisa. Kwa hiyo unapoona farasi katika ulimwengu wa roho, hiyo ndio maana yake. Farasi katika ulimwengu wa roho amebeba utajiri. Farasi katika ulimwengu wa roho ni hodari. Farasi katika ulimwengu wa roho ni heshima. Farasi katika ulimwengu wa roho pia ni mjumbe katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni roho ambayo inaleta ujumbe. Kwa hiyo ni ujumbe wa namna gani inategemea na farasi umeona wa namna gani. Lakini kama ukiona farasi mwingine ambaye sio mweupe, sio mwekundu, sio mweusi, sio wa kijivu, umeona labda wa brown, si ndio? Kwamba hakuwa mweusi wa farasi, hakuwa mwekundu, hakuwa mweupe wala hakuwa wa kijivu, ila umeona farasi wa brown, yaani ile rangi ya kawaida tunayoionaga ya farasi, basi kuna ujumbe mwingine ambao unaweza kuwa ni mamlaka, unaweza kuwa ni heshima, unaweza kuwa ni ufalme, yani vitu kama hivyo. Lakini farasi anatumika sana, sio kinyonge. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu twende tukamwangalia huyo mnyama wa tatu, na huyu ndo atakuwa mnyama wetu wa mwisho kumwangalia, na kipindi kijacho tutaendelea kuangalia wanyama wengine, na tutaangalia wanyama wengi tu. Na mwishoni Mungu atafanya kitu chake. Bwana Yesu asifiwe. Najua mpaka sasa hivi kuna namna fulani Mungu ameshakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu tumwangalie tai. Eagle. Tai ana karakta gani? Kwanza, tai ana jicho la kuona mbali. Ana uwezo wa kuruka juu sana zaidi ya ndege wote. Yaani ana uwezo wa jicho la kuona mbali. Nikisema mbali namaanisha mbali. Pia ana uwezo wa kuishi miaka hadi 30. Yaani ana long life span. Tai. Pia huwa wanajenga viota juu ya miti mirefu na milima ili kujificha kwa ajili ya kujitengeneza tena kupata mabawa. Kwa hiyo hizo ndo karakta za tai zilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo ana jicho la kuona mbali. Ana uwezo wa kuruka juu sana, na kuna wakati tai anajificha kwa muda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nabii anafananishwa na tai. Kwa sababu gani? Nabii ana jicho la kuona. Nabii, yani na hizi karakta za nabii, ana uwezo wa kuwa juu ya wote. Simaanishi kwamba yeye yeye ndio mkubwa. Hapana, maana neno la Mungu linasema kwamba aliye mdogo kuliko wote ndio mkubwa kwenu. Kwa tunapokuwa watumwa, sio kwamba tuna ranki, kwamba ana ranki ya mkubwa, lakini yuko juu kwa maana ya level ya kile anachokizungumza. Anakizungumza katika spiritual level ambayo yuko juu. Yaani kiasi ambacho ukimsikiliza unaona kama vile hiki kitu kama sijawahi kukisikia. Sio kama unanielewa? Yaani jumbe za nabii anapokuwa akizungumza, anapokuwa akifundisha neno la Mungu, unapomsikiliza nabii lazima upate kitu fulani ambacho it's out of ordinary. Yaani ni kipya. Ni kitu ambacho, kwa hiyo anakuwa juu
Ndio ninachomaanisha. Tai huwa anapaa juu sana zaidi ya ndege wote. Kwa hiyo yeye anachukua vitu, anapopanda nabii anachukua vitu zaidi. Okay? Tai ana uwezo wa kuishi miaka hadi 30. Pia anaujenga. Tai huwa ana tabia ya kujificha. Kuna kipindi nabii Mungu anaweza ukashangaa nabii hajaongea kwa muda mrefu. Yaani kuna mambo ambayo anakuwa hatoi unabii. Kuna muda mrefu hajasema kitu fulani ambacho Mungu amemwambia. Ule wakati ni ule wakati wa kujiuisha. Mungu anampa nafasi ya sasa ya kwanza kujiuisha. Ndio nabii. Nabii anaweza akawa ni nabii na muonaji, lakini nabii pia anaweza akawa ni nabii lakini sio muonaji. Kwa sababu nabii kwa ule uelewa wangu sio yule ambaye anakuwa anasema kila wakati. Nabii anasema Mungu akimwambia aseme. Kuna mambo atayasema kuhusiana na nchi, kuhusiana na kanisa, kuhusiana na watu, kanisa nikimaanisha ndio watu wenyewe wako katika kanisa. Mungu atampa huo ujumbe. Kuna wakati nabii hatapata kitu kutoka kwa Mungu. Lakini akiwa hapati kitu kutoka kwa Mungu, jua Mungu anataka akae chini amtafute. Kwa hiyo nabii kuna kipindi atajiona kama vile mbona sasa hivi sasa kama na wewe nabii jakuwa kiroho unaanza kusema na nini wamebeba nyota yangu nini? Au wamebeba macho yangu ya rohoni. Lakini hawajabeba macho ya rohoni wala hawajabeba nini. Yaani hicho ndio kipindi Mungu anataka ukaribu sasa kuhuisha kama vile tai anapokuwa sasa amejificha mahali katika kiota naniliwa manyoya yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tai namfananisha na nabii. Tabia na tabia za nabii. Kwa hiyo ana jicho kwanza la kuona mbali. Yaani anaona zaidi ya wengine wanavyoona. Atakisoma neno la Mungu, anaona zaidi ya yule ya mwingine anavyoliona lile neno la Mungu. Anapokuwa akifundisha, anafundisha kwa namna ambayo ni tofauti. Anapokuwa anahubiri kwa namna ambayo ni zaidi ya wale wengine ambao wameliona hilo neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Okay, kibiblia na kiroho tai ametumiwa kwa lugha ya ukombozi au rescue. Tukiangalia kwenye ile Kutoka 19 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, mmeona jinsi nilivyowatendea Wamisri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. Tuangalia na Kumbukumbu 32. Yeye aliye juu alipowapa mataifa urithi wao, alipowabagua wanadamu, aliweka mipaka ya watu kwa kadri ya hesabu ya wana wa Israeli, maana sehemu ya Bwana ni watu wake. Yakobo ni kura ya urithi wake. Alimkuta katika nchi ya ukame na katika jangwa tupu litishalo. Alimzunguka akamtunza, akamhifadhi kama mboni ya jicho, mfano wa tai ataharikishaye kioto chake na kupapatika juu ya makinda yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaongelea kuhusu Yakobo na kuhusu wana wa Israeli. Mungu anasema niliwabeba kama tai. Walikuwa katika nchi ya ufalme. Kwa hiyo ilibidi niwaweke juu. Sasa Mungu anapokuwa anakuweka juu, inamaanisha anakurescue, anakukomboa na makombora. Wewe unapokuwa umekaa juu, huwezi kupigwa ovyo. Huwezi kupigwa na vita makombora yakakupata. Unakuwa huko katika hali salama. Kwa Mungu anasema nilimtoa katika ile nchi ya ukame na nikamweka mahali palipo juu. Alifanya kwa Yakobo. Kwa hiyo tai anatumika kama place of rescue. Lakini anasema hivi, pia nilimweka kama vile tai anapokuwa katika kiota chake. Kwamba huyu ilibidi atoke aende mahali fulani akaji-update. Akaji-update wana wa Israeli, waji-update imani yao ikuwe, yani vitu vingi sana ambavyo vilitokea jangwani kutoka Misri mpaka kwenda Kanaani. Mambo mengi sana pale yaliendelea, walifundishwa ibada, walifundishwa yani vitu vingi sana ili kuweka ule ukaribu na Mungu. Kwa hiyo ndio maana unapokuwa mtu anapokuwa anajitenga
au nabii anapojitenga au anapotengwa na Mungu, inamaanisha anatengwa ili kuwe na ule ukaribu sasa wa Mungu na Mungu. Anamweka karibu sana na yeye kwa habari ya kumfanyia sana ibada, ya kukaa na kuongea naye, ya kukaa kuzungumza naye, anakuwa anamweka katika namna hiyo. Kwa hiyo huyo tai anatumika kama rescue. Kwa hiyo unaweza kaona kwenye maono tai, unaweza kaona kwenye ndoto tai. Hiyo inamaanisha kwamba ni rescue, ukombozi, na ni kama vile umewekwa juu sana, kwa hiyo adui hatakupata. Pia ni lugha inayoonyesha umbali wa jambo au kitu. Tukiangalia kwenye ile Kumbukumbu 28:49, Bwana atakuletea taifa juu yako kutoka mbali, kutoka ncha ya dunia. Kwa hiyo na tai anatumika kuonyesha umbali wa jambo. Kwamba unamuuliza Mungu kwa habari ya jambo fulani, unaona tai, kwamba lile jambo liko mbali, au ili jambo litafika mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia tunaona tai pia ana focus. Yaani tai hawi distracted na kitu chochote. Tai akiamua kufocus. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza kukwambia you need focus. Yaani unahitaji ufocus kwenye hilo jambo. Yaani usiendelee kuangalia. Ukiona jicho la tai, Mungu anakuonyesha jicho la tai, ina maana anakuambia ufocus. Yaani kufocus ni kuhakikisha uko katika jambo moja tu mpaka ulifikie. Yaani hata kama kuna mambo mengine huko, yaani focus jambo hilo kwanza mpaka litimie. Kwa hiyo ndivyo tai alivyo. Akifocus anajua kabisa kwamba ninaenda kuchukua yule samaki. Samaki yuko chini. Tai toka fanya tupo kama kunguru. Atapanda juu. Alafu atamwangalia. Akishaangalia anaanza kushuka. Anashuka moja kwa moja kwenda mpaka kwenye target. Sio kwamba akifika huko juu anaona kunguru anasema hebu nipite hivi, anapita hivi. Au akiona kwa chini anasema kuna nani nzuri, wewe nitoke. Ndio watu wengine ambao tupo hatuna focus. Kwamba unaangalia unasema umeambiwa nenda hivi, nasema kuna fursa ya kutengeneza makande, unaenda kwenye fursa hiyo ya kuuza makande. Kuna fursa hii biashara, unatoka unaenda kwenye fursa. Yaani una mambo mengi ya kukumalizia hela. Wakati unataka kufocus katika only one thing ambayo Mungu amezungumza na wewe. Kwamba focus katika hiki. Utakapofocus katika hiki, wewe kaa hapa tu. Focus, kaa njia kuu, kaa njiani. Acha huku pembeni, kaa kwenye njia kuu. Focus. Fanya hiki. Achana na huku pembeni. Usipate hizi distraction. Hizo zote zinazozunguka ni distraction. Kwa wakati mwingine Mungu anatumia jicho kuonyesha focus, kwamba tai na focus. Tukiangalia kwenye ile Mithali 30:18, kuna mambo matatu yaliyo ya ajabu kwangu. Naam, kuna manne nisioyafahamu: mwendo wa tai katika hewa, mwendo wa nyoka juu ya mwamba, mwendo wa merikebu katikati ya bahari, na mwendo wa mtu pamoja na msichana. Unapomwona mtu anatembea na msichana, sinamwona upole wake, Yaani huwezi kumjua kama huyu ndio ana ile tabia. Yaani ukitoka hapa ukienda kumwangalia sehemu nyingine zile tabia zake, yaani huwezi kuamini. Kwa hiyo ukimwona na tai katika hewa, kwanza yuko huru. Kitu cha kwanza, mwendo wa tai katika hewa, yuko huru. Kitu cha kwanza, yaani kama vile anga lote la kwake. Hajali kuonana na makunguru na njiwa na nani. Kwa hiyo anaenda kama vile ni kwake, ni la kwake. Kwa hiyo anatembea kwa namna hiyo tai. Alafu ana focus, macho yake anaenda moja kwa moja, ana focus kwenye ile target mpaka afike katika target. Kwa hiyo tai ana hiyo tabia ya kufocus. Yaani sawa na sisi, Mungu anataka wewe uwe kama tai. Yaani ufocus kwenye kitu kimoja, ufanye kile ambacho Mungu anataka ukifanye. Si uende huku focus, umeambiwa kuna kufanya hiki unataka kufanya, umeambiwa siku na hiki. Yaani kila fursa hii hapo unafanya, biashara hii unafanya, unafanya. Yaani una biashara 6 ambazo zinakumalizia focus. Unatakiwa kufocus katika kitu kimoja. Kwa hiyo ndio maana neno la Mungu linafundisha wale wamngojao Bwana wanafananishwa na tai. Ni kama mlima Sayuni, lakini wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kama kwa mbawa, kama tai. Yaani unapokuwa unamngoja Mungu,
Unapokuwa ni mtu wa subira na saburi na kumngoja Mungu, anasema watu hao wako kama alivyo tai. Kwanza watapata nguvu mpya, kwa sababu tai huwa mara nyingi anajiuisha, anakuwa na nguvu mpya, ndio anaishi miaka mingi zaidi ya 30. Tai anaweza kuishi kwa sababu kila wakati yuko mpya, kila wakati yuko mpya, kila wakati yuko mpya, anajihuisha. Kwa hiyo hii roho inatumika katika kote kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu na ulimwengu wa giza. Ulimwengu wa giza wanaweza kumuingiza ajenti wao roho ya tai, na kama mtu azeeki so mtakatifu wa Mungu ni agent wa kuzimu, lakini ameingizwa roho ya tai ndani yake. Kwa hiyo inaweza ikatumika katika ulimwengu wa mwili wa nuru na ulimwengu wa giza. Kwenye ulimwengu wa nuru, Mungu anaweza kutumia tai kwenye maono yako, kwenye ndoto yako, kukuletea ujumbe. Bwana Yesu asifiwe. Tai anatumika kwa lugha ya kimbingu. Kama roho au viumbe wa mbinguni. Tunaona kwenye ile Ezekiel 10:14, kwenye uhai wa 4 kuna mmoja ana sura ya tai. Kwa hiyo kama ana sura ya tai, ina maana ana roho ile tabia ya tai. Kwamba wako wanne, kuna mwenye roho kwenye sura ya simba, lakini kuna yule ambaye ana sura ya tai. Kwa hiyo yule anatumika, anaonekanika kama ile roho na ile tabia ya tai katika wale viumbe walioko mbinguni. Kwa hiyo kwenye viumbe walioko mbinguni tai yupo. Bwana Yesu asifiwe. Tai pia ni ufalme wenye nguvu na umakini. Yaani ukiona tai pia inaweza kumaanisha ufalme wenye umakini au ufalme wenye nguvu. Tuangalie Ezekieli 17:7. Kulikuwa na tai mwingine mkubwa, mwenye mabawa makubwa na manyoya mengi. Na tazama, mzabibu huo ukapinda mizizi yake ikimwelekea yeye, ukachipuza matawi yake kumwelekea yeye, toka matuta yake ulipopandwa, ili yeye apate kunyesha. Hebu tuangalie Wafalme wa Pili 24. Wafalme wa Pili 24:12. Na Yekonia mfalme wa Yuda akatoka akamwendea mfalme wa Babeli, yeye na mama yake na watumishi wake na wakuu wa watu wake na maakida wake. Mfalme wa Babeli akamchukua mateka katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake. Akatoka huko hazina zote za nyumba ya Bwana na hazina ya mfalme, akavikatakata vyombo vyote vya dhahabu ambavyo Sulemani mfalme wa Israeli alivifanya katika hekalu la Bwana. Kwa hiyo hii ni kama kile tunachokiona kwenye Ezekiel 17. Tai anafananishwa na mfalme. Na Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa jinsi ambavyo tai anafananishwa na ufalme. Anafananishwa na ufalme, kwamba ulikuwa ni ufalme ambao utakuwepo, na huo ufalme utakuwa ni ufalme makini na ufalme wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hapa nabii pia anatumia, kwa hiyo tai anatumika pia katika kama lugha katika ya unabii, lugha ya kinabii, ambapo tunaona anatumika kuonyesha kwa habari ya ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ufalme wenye nguvu na ufalme wa umakini. Sasa tunaona jinsi ambavyo tai alivyo na umakini, yani mtu wa kufocus, sio mtu mnyama wa kufocus. Kwa hiyo anatumika kama makini. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo nafikiri niishie hapa, na tutaendelea tena wanyama wengine na kusiendelea kusikiliza, kwa sababu kuna kitu kipya unaweza ukakipata kwa habari ya somo hili na vitu vingi sana. Huko mbeleni utaelewa zaidi, na naamini kabisa Mungu atakuhudumia. Roho Mtakatifu atakuhudumia, na naamini kabisa Roho Mungu yuko pamoja na wewe. Na pia baada ya hapa naamini kabisa kuna watu Mungu, kama kuna kitu Mungu anataka kuzungumza na wewe kupitia wanyama, basi kwenye hili somo ukiwa unaendelea kusikiliza, Mungu ataanza kuzungumza na wewe. Aidha ni kwenye maono au ni kwenye ndoto au kwa kuona au kwa namna yoyote ile, utaanza kuona jinsi wanyama wanavyotenda kazi katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza kukupa maono, anaweza kukupa ndoto, au kwa mbeleni tutakapoangalia kwa habari ya wanyama ambao wanatumika katika ulimwengu wa giza, ukashangaa kuna wanyama wanaanza kujitokeza, unawaona live kwenye nyumba yako au kwenye ofisi yako, na ujue kabisa kwamba Mungu anataka kukufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tumshukuru Mungu kwa siku, kwa ajili ya neno. Ikiwa una sadaka yako unataka kutoa kwa ajili ya kusapoti huduma hii, na utatoa kwenye hizo namba nimeziweka hapo chini, na Mungu akubariki sana unapotoa sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya neno hili. Asante Roho Mtakatifu, umekuwa pamoja nasi na umetufundisha. Ninaomba hiki ambacho nimekifundisha kiendelee kukaa katika moyo wa mtu huyu, akapate kukitafakari na akapate kukifanyia kazi. Roho Mtakatifu, ninaomba ukaanze kuongea naye na ukaseme naye, ukamuonekanie. Naita malaika wa destiny akapate kuzungumza naye, malaika wa destiny akampeleke kwenye ile destiny yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Shalom, shalom.